wa Tanzania. Walengwa ni wafanyabiashara wadogo, lakini pia walengwa ni waandishi wa habari ambao bahati wako hapa ili waweze kutoa hiyo elimu, watusaidie kutoa hiyo elimu kwa Watanzania kwa upana zaidi. Na tutafanya ziara hii kutembelea mikoa yote ya Tanzania na halmashauri zote na wilaya zote. Lengo likiwa pamoja na kutoa elimu, watu waweze kujua kwamba hizi fursa zipo na Watanzania wanaweza kufanya hivi vitu. Ili tuweze kufikia huo uchumi wa dola trilioni 1 mwaka 2050, ni kwamba lazima tuanze kutengeneza mazingira yetu ya ndani ya uwekezaji yawe rafiki zaidi. Hayo ndio baadhi ya mambo ambayo niliona niyaseme katika utangulizi, lakini kubwa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, shughuli zitakazotekelezwa itakuwa kusikiliza pia testimony za Watanzania ambao wamefanya miradi yao kupitia TISEZA, lakini pia kuendesha semina, makongamano, kutoa hizo elimu mbalimbali, lakini pia kuwafanya Watanzania waweze kuelewa fursa zilizopo na maeneo yaliyopo katika utoaji wa hizo huduma. Lakini pia tutafanya kitu kingine kinachoitwa uzinduzi wa vituo vya huduma za uwekezaji katika mikoa mbalimbali nchini, hususan katika mikoa isiyokuwa na ofisi za kanda za TISEZA, Regional Investment Promotion Centers. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama unavyofahamu, TISEZA iko katika kanda. Kuna mikoa ambayo tuna ofisi zetu kule, lakini katika baadhi ya maeneo hatujafikia. Kwa hiyo tulitolewa maelekezo kwamba maafisa biashara viwanda wa mikoa waweze kuwa sehemu ya hizo investment promotion centers. Kwa hiyo kwa kampeni hii, mtu ambaye alikuwa anadhani kuweka investment ya CIP labda inahitaji bilioni 1, unaweza kukuta anahitaji milioni 700, milioni 800. The rest tayari serikali inakuwa imetop up kupitia incentive ambayo inampatia. Kwa hiyo nashukuru sana kwamba ziara hii inakwenda si tu kwa maana ya kuwatembelea wale ambao wameshafaidika, lakini pia kuhamasisha na kuwapa maarifa kwamba jambo hili linawezekana. Na kizuri zaidi ni ile approach kwamba hata wale waliofaidika na wenyewe watashiriki kutoa testimony na kuona namna ambavyo kwanza process yenyewe sio complicated, na kwamba unaweza ukapata incentive ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo sisi hilo tunashukuru sana Mheshimiwa Balozi kwa eneo hilo. Mimi niseme tu kwamba ni mnufaika. Baada ya kusajili, kuna vitu tulivyoagiza nje, vitu vya mine, ikiwemo mtambo mkubwa wa CIP, lakini ikiwemo na mitambo kama excavator, backhoe. Yote tuliweza kupata msamaha wa kodi kwa sababu ya kuwa na hiyo certificate ya TISEZA. Lakini pia hata huko kwenye hoteli kuna baadhi ya vitu kama mnavyojua, ukitaka kitu kizuri wakati mwingine unashare na nchi zingine, watu ambao wako advance zaidi. Kwa kuna vitu ambao tunachukua nje kwa ajili ya finishing. Na vyenyewe pia tumeweza kupata msamaha wa kodi baadhi ya vitu kama alivyoeleza mwenyekiti wa bodi, ikiwemo television, vitu vya decoration, furniture, vitanda, magodoro na nini, vyote tumeweza kupata punguzo, na sehemu zingine tumeweza kupata msamaha kabisa wa kodi. Mimi nitawashauri watu, Geita hii sio Geita ile miaka 20 nyuma, maana huko miaka 20 nyuma haikuwa hivi. Hapa sasa hivi una fursa ya kufanya kazi ukitaka. Serikali nayo imekuacha uhuru kutokana na we muhimu uwe mraia na unaweza kuchimba, una uwezo wako. To be honest, it's very simple. Unakuja hapa unasaidiwa na serikali na wako to be honest, ninasaidiwa sana upande wa serikali. Na ingelikuwa kama upande wa serikali hakukuwa na kusingekuwa na what do they say, ile msaada, mimi leo nisingekuwa hapa miaka 6. Niko hapa miaka 6 napambana na hii kazi, si mara yangu ya kwanza.